Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Aprili 9 siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema wazawa wanavyopigwa chenga zabuni za serikali. Wazawa wanavyopigwa chenga zabuni za serikali. Na Rais Mwinyi kutetea muungano si chaguo ni wajibu kila raia. Rais Mwinyi kutetea muungano si chaguo ni wajibu kila raia. Na bei za mafuta serikali yakata matumizi yake. Bei za mafuta serikali yakata matumizi yake. Lakini bado kuna habari inasema ripoti yaitaja Tanzania kushindwa kudhibiti tumbaku. Ripoti yataja Tanzania yashindwa kudhibiti tumbaku. Lakini Bavicha yatoa neno Tundu Lissu kutimiza mwaka akiwa mahabusu. Bavicha yatoa neno Tundu Lissu kutimiza mwaka akiwa mahabusu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inasema bei za shuka kimataifa Irani. Bei za shuka kimataifa Irani, Marekani zikisimamisha vita. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi. Linaanza na habari kubwa inayosema tuzo ya shilingi bilioni 6 aliyoshinda Membe yafutwa. Hiyo ni habari inaendelea kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inayosema Rais Samia ataja sababu Profesa Kabudi kumrithi Lukuvi. Rais Samia ataja sababu Profesa Kabudi kumrithi Lukuvi. Lakini daladala Dar es Salaam Mwanza zaomba kusitisha huduma kuanzia kesho. Na bado kuna habari inayosema sababu za tume ya Oktoba 29 kuongezewa muda. Sababu za tume ya Oktoba 29 kuongezewa muda. Lakini kuna habari inayosema Rais Samia atangaza kupunguza msafara wake mabasi kubeba viongozi. Rais Samia atangaza kupunguza msafara wake mabasi kubeba viongozi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inayosema mambo 7 kupunguza makali ya bei ya mafuta. Mambo 7 kupunguza makali ya bei za mafuta. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini bado kuna habari inayosema mbunge awaombea madiwani nyongeza ya posho ifike 500,000. Mbunge awaombea madiwani nyongeza ya posho ifike 500,000. Lakini serikali kuimarisha uwezo wa maofisa uvuvi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Majira lenye asubuhi ya leo linaandika kuungua soko la simu 2000, madhara na mafunzo kwa wadau. Lakini kupaa bei ya mafuta kusitugawe wa Tanzania. Kupaa bei ya mafuta kusitugawe wa Tanzania. Na habari kubwa ni Rais Samia apunguza matumizi ya mafuta kwenye ofisi yake. Rais Samia apunguza matumizi ya mafuta kwenye ofisi yake. Lakini zimamoto Ilala yatoa tahadhari kuhusu mvua. Zimamoto Ilala yatoa tahadhari kuhusu mvua. Lakini Jaji Chande, tume yetu ipo huru haiingiliwi. Huyo ni Jaji Chande asema tume yetu ipo huru haiingiliwi. Serikali kuhakikisha sekta ya usafiri inakuwa endelevu. Serikali kuhakikisha sekta ya usafiri inakuwa endelevu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo linaandika Dr. Samia agiza kubana matumizi ya mafuta. Dr. Samia agiza kubana matumizi ya mafuta. Na Dr. Mwinyi mabalozi katekelezeni diplomasia ya uchumi. Huyo Dr. Mwinyi asema mabalozi katekelezeni diplomasia ya uchumi. Tuzo ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu kutolewa Aprili 13. Lakini tuna sababu za kumuenzi hayati Karume. Tuna sababu za kumuenzi hayati Karume. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Uhuru lenye naandika wabunge waeleza imani ya serikali ya awamu ya 6. Na Dr. Samia atoa bilioni 5 ujenzi wa soko simu 2000. Na msafara wa Rais Samia kivingine. Msafara wa Rais Samia kivingine ni baada ya kupunguza matumizi ya mafuta kwenye msafara wake.
Lakini bado kuna habari inasema JK Museveni wajadili siasa usalama Sudani. Lakini Jaji Chande ajibu hoja 8 nzito. Jaji Chande ajibu hoja 8 nzito. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo linaandika Jaji Chande asema tume ya Oktoba 29 haingiliwi na yoyote. Lakini Kangi Lugola Kingu waibana serikali bei ya mafuta. Kangi Lugola Kingu waibana serikali bei ya mafuta. Na Rais Samia nitapunguza msafara ziara zangu. Rais Samia nitapunguza msafara ziara zangu. Lakini kuna habari inasema Soraga asisitiza utumiaji mfumo wa PMS kudhibiti mapato. Lakini kimataifa, Irani yakubali kusitisha mapigano na Marekani kwa masharti. Irani yakubali kusitisha mapigano na Marekani kwa masharti. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele linaandika sakata la mafuta nchini, Rais Samia wataka wafanyabiashara kuwa waadilifu. Sakata la mafuta nchini, Rais Samia wataka wafanyabiashara kuwa waadilifu. Lakini Jaji Chande asisitiza tume ya kuchunguza iliyotokea Oktoba 29 inajitegemea kwa kila kitu. Na miezi 6 jela kwa kuzusha kuibiwa nyeti Sumbawanga. Mtu mmoja miezi 6 jela kwa kuzusha kuibiwa nyeti huko Sumbawanga. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa wa mbele. Lakini pia tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanahalisi lina habari inayosema ngoma mbichi. Jumuiya ya Madola kuwasili kesho nchini. Ujumbe unaongozwa na Rais Dr. Chakwera. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahalisi ukurasa wa mbele. Lakini afande wa Mwigulu atoweka, mafuta pasua kichwa. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahalisi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Watanzania leo, gazeti lako la Watanzania elimu bila mipaka linaandika serikali yachunguza matangazo ya SMS. Serikali yachunguza matangazo ya message. Lakini TMA yatangaza mvua kubwa. TMA yatangaza mvua kubwa. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Watanzania. Na bado kuna habari inayosema nyama ya nguruwe inaambukiza minyoo. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 9. Gazeti lako la Watanzania inasema nyama ya nguruwe inaambukiza minyoo. Na CCM yamkomalia Heche. Chama cha Mapinduzi CCM cha mkomalia Heche kunani huko, habari inaendelea ukurasa wa pili. Lakini habari ya kimataifa ni Trump atema Bungo. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Watanzania inaandika Trump atema Bungo. Lakini gazeti lako la Raia Mwema, muungwana ni kitendo, linaandika tumbaku shisha ni hatari nchini. Tumbaku shisha ni hatari nchini. Lakini kiduku afunguka kuhusu amani. Na siri nzito, mjadala waibuka tume ya Jaji Chande kuongeza siku 21. Lakini taharuki shuleni kunani, habari inaandika taharuki shuleni, wazazi walezi sasa njia panda. Na kile kuna habari inayosema mjadala wa nyeti aibu. Mjadala wa nyeti ni aibu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mwema kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Uelekeo linaandika tarehe ya AFCON 2027 hadharani. Lakini TRA United Simba kumalizana leo. TRA United Simba kumalizana leo. Yanga yaichambua Pamba sebuleni kwao. Yanga yaichambua Pamba sebuleni kwao. Singida Black Stars yaisukumizia shimoni KMC. Lakini Zahera, viongozi msinunue marefa. Huyo ni Zahera asema viongozi msinunue marefa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanahabari inaandika Yanga yatafuna mfupa aliyeushindwa Simba, yaichapa Pamba Jiji goli 3-0. Lakini Kamara kurejea msimu ujao asaini miwili. Na Fadu wataja jina la Baka kwa mabosi. Imoro mchezaji bora mwezi Machi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti Machinga lenye kwenye michezo naandika Steve Barker kocha bora mwezi Machi. Mohamed Muya afutwa kazi Coastal Union. Lakini Pamba Jiji yapoteza CCM Kirumba, yafungwa na Yanga goli 3-0.
huku kafu yatangaza muda michuano ya AFCON 2027. Lakini kimataifa, Belouizdad yakubali kumlipa Ramovic. Belouizdad yakubali kumlipa Ramovic. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako Tanzania Leo leneo kwenye michezo linaandika Yanga gari limewaka, waishushia kipigo Pamba Jiji. Yanga gari limewaka, waishushia kipigo Pamba Jiji. Lakini Mpanzu nje Loemba ndani leo. Mpanzu nje Loemba ndani leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe kwenye kurasa michezo linaandika msako wa Simba Azam, muda wa Pedro Goncalves, namba zake za anza kutisha. Yanga ichana Pamba nyumbani. Lakini milioni 572 za isubiri Da City, milioni 572 za isubiri Da City. Lakini bado kuna habari wanasema David Raya Masterclass. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndo linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.